au kujitia ufahamu. Na kama tunavyojua, samaa ni ndugu wa maulidi. Aghlab, kabla ya kuingia katika suala la maulidi au katika deti ambayo iliyopangwa kwa ajili ya kumsherehekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kabla ya maulidi huwa kunatangulia kitu kinaitwa samaa. Mara nyingi kabla ya harusi kuna kitu kinatangulia kinaitwa samaa. Samaa ya harusi, samaa ya maulidi, samaa ya kuwapokea wageni, samaa. Sasa hili suala la samaa, je, lina mtazamo gani katika sheria? Je, kuna dalili zozote ambazo twazitegemea katika kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam? Na ndio nikachagua kuielezea hii samaa ni nini kwanza, kisha kuelezea je, kuna dalili yoyote ambayo kwamba tunayoitegemea katika Al-Qur'an Al-Karim na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ili wakati unapokutana na yule muaridh, yule mwenye kupinga, akikwambia hakuna jambo kama hilo, mwambie tumepata darasa ambalo limetufahamisha ya kwamba jambo hili lina dalili katika Al-Qur'an Al-Karim, lina dalili katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, na lina dalili katika maneno ya wanawazuoni radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Tukiingia moja kwa moja katika kuielezea nini samaa, muhadhara tumeugawanya katika sehemu tofauti, na kama alivyotangulia ndugu yangu siku ya jana akisema, muhadhara wa jana hauwezi kuelezeka kwa kikao kimoja wala viwili wala vitatu, na huu wa leo pia hauwezi kuelezeka kwa kikao kimoja wala viwili wala vitatu, lakini tutajaribu kuashiria baadhi ya nukta ambazo kwamba ni muhimu katika suala hili, ili itakuwa ni sababu yale tuliyoyaacha kuyafahamu. Muhadhara tumeugawanya katika sehemu 5. Sehemu ya kwanza ni kuielezea samaa lughatan wa istilaha, kuielezea hii samaa yenyewe kilugha na kiistilahi ya wanawachuoni, nini maana ya samaa. Baada ya kujua nini maana ya samaa, tutakuja kuelezea hukumu ya inshadu shi'ri fil Islam, hukumu ya kuimba mashairi, kwa sababu kama tunavyojulikanwa na kama tunavyosemwa ya kwamba sisi ni watu wa kupenda kuimba, wakati dini yetu ni dini, sio dini ya kuimba. Sasa sehemu hii itatubainishia, je, dini ya Kiislamu ni dini ya ruhusu kuimba ama hairuhusu kuimba? Hiyo ni sehemu ya pili katika muhadhara wetu. Sehemu ya tatu katika muhadhara huu ni hukumu al-ghinai fil Islam, hukumu ya ghina. Ghina katika lugha ya Kiarabu, Kiswahili tunasema ni kuimba, lakini ukiingia kwa wenye lugha ya Kiarabu wanatofautisha baina ya inshad na al-ghina. Inshad ni kuimba mashairi bila ya kuwatia sauti wala talhin, hiyo ndiyo maana ya inshad. Ama ghina katika lugha ya Kiarabu ni kuyaimba mashairi yale lakini kwa sauti fulani, kwa talhin. Ndio maana tukaweka unwani mbili hizi, pamoja na kwamba Kiswahili zaenda kufanana lakini Kiarabu hazifanani. Sehemu ya 4 ni kutaja zile dalili ambazo tunazozitegemea katika Al-Qur'an Al-Karim kuhusu masala ya samaa, na tunazozitegemea katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusu masala ya samaa, na kutegemea maneno ya wanawachuoni kuhusu masala haya.
Ya mwisho ambayo tutamalizia ni ulamau almamlakati alarabiyati saudiya wa mawqifuhum min as-samaa, ni kuwataja wanawazuoni wa Kisuudi, wanawazuoni wa Makka na Madina, na mawqifu yao na msimamo wao kuhusu samaa. Je, wameitukana samai mutlaqan au wameitukana samai muqayyadan? Haya ni mambo ambayo yatatupitia katika muhadhara kama huu au katika darsa kama hii. Bila ya kuwa na mukaddima mrefu, tuingie moja kwa moja katika kubainisha nini samaa ilokusudiwa na wanawazuoni. Kilma cha samaa, na ni vizuri sana kabla hujaingia kukihukumu kitu kwanza ukijue. Wanawazuoni watuambia alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Mara nyingi kukihukumia kitu ni dalili ya kwamba kile kitu wakijua. Huwezi kutoa hukumu ya kitu ambacho kwamba hukijui. Ikiwa wewe hujui Tanzania, ukaulizwa nini hukumu ya kwenda Tanzania wakati Tanzania huijui, huwezi kutoa hukumu. Sasa huwezi kutoa taarifu au hukumu ya samaa mpaka kwanza ujue nini samai ilokusudiwa. Samai katika lugha ya Kiarabu ni masdar ambayo yatoka katika fi'li ya sami'a yasma'u sam'an wa sama'an. Maana ya sami'a ni kusikia. Maana yake ni kwamba kila unachokisikia kilugha waweza kukiita ni samaa. Lakini tunachokihitaji ni yale makubaliano ya wanawachuoni. Samai katika makubaliano ya wanawachuoni. Sisi twahitaji sheria hapa, hatuhitaji lugha ya Kiarabu. Katika makubaliano ya wanawachuoni kuhusu masala ya samaa ama kilma cha samaa, wanawazuoni watuambia amma samau istilahan, ama samai katika istilah, yakhtalifu hukmuhu au taarifuhu bihasabi almajal. Taarifu ya samai katika makubaliano ya wanawachuoni yatofautiana taarifa yake kulingamana na ile sehemu ambayo unaoiarifisha ile samaa. Mathalan, ukiarifisha samaa kwa wanawazuoni wa fiqhi ni tofauti na samaa kwa wanawazuoni wa hadithi. Ukiarifisha samaa kwa wanawazuoni wa hadithi ni tofauti na samaa kwa wanawazuoni wa usulul hadithi. Ukiarifisha samaa kwa wanawazuoni wa mustalahul hadithi ni tofauti na samaa kwa wanawazuoni wa ilmu tasawuf. Tuangalie wanawazuoni wa lugha ya Kiarabu, nahau na sarfa na nyinginezo, wanapozungumzia neno samaa wanakusudia nini? Wanawazuoni watuambia as-samaa katika ilmu ya lugha ina maana ya ma sumi'a min kalami al-arabi al-fusaha, ni kile kilichosikiwa kutoka kwa wanawazuoni wa lugha ya Kiarabu mafasaha, al-mawthuqi bihim, wale ambao kwamba wategemewa katika lugha ya Kiarabu. Yani kuna wanawachuoni katika lugha ya Kiarabu wategemewa zaidi kuliko upande mwingine. Sasa wao wakitumia kilma cha samaa, maana yake ni kwamba ni kile kilichopokewa kutoka kwa mabingwa wa lugha hii ya Kiarabu. Lakini wakatuambia wayuaddu aslan min usuli bina'i alqawaid allughawiyya, na hii samaa ya kusudiwa na yakubalika ya kwamba ni asli na ni msingi wa kujengea vile vilma vya Kiarabu. Kuna mambo ambayo kwamba yajulikanwa katika lugha ya Kiarabu, as-sama'u wal qiyasu, na ni misingi mizuri katika lugha ya Kiarabu kuweza kuijua na kuweza kuifahamu. Twende moja kwa moja katika taarifu ya samaa kwa wanawazuoni wa tasawuf, kwa sababu ndiyo sehemu ambayo tulioikusudia. Samai kwa wanawazuoni wa tasawuf watuambia yuqsadu bihi, yakusudiwa hii samaa ama kilma cha samaa kwa wanawazuoni wa tasawuf al-inshadu ad-diniyu,
yakusudiwa kule kuimba na shida zinazoelezea dini ya Kiislamu na shida zinazoelezea ahkam za dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo samaa kwa wanawazuoni wa tasawuf, ilmu tazkia, wakielezea kilma cha samaa, maana yake wakusudia kule kuimba kasida ambazo kwamba zinazohusu dini yetu ya Kiislamu. Wal istima'u ila alqasaid arruhaniyya, na kusikiza kasida ambazo kwamba za kupatia ruhania katika nafsi yako, zaipumbaza nafsi yako, zaielekeza nafsi yako kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakaendelea wakasema wal musiqa almusahibati laha fi majalisi dhikr, na pia wanakusudia ya kwamba kasida hizi saa nyingine zinakutana na mziki, na ndo hapa masala ya ghina, zinakusana na alatu tarab, ala zile ambazo kwamba hutumika katika kupiga kinanda, hutumika katika kasida na hutumika katika anashid, lakini lengo na madhumuni ni kukuelekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii kwa kila ufupi ndiyo maana ya kilma cha samaa kwa wanawazuoni wa lugha ya Kiarabu na wanawazuoni wa ilmu tasawuf. Na hii katika ilmu tasawuf ndiyo samaa ambayo kwamba inayokusudiwa, ile inayopokelewa wageni, ile inayotumika kabla ya maulidi au kabla ya harusi au wakati wowote mtu akijisikia kupumbazika, akiita watoto, akiita wanafunzi kwa ajili ya kumsomea samaa. Samaa hii ina maelezo marefu sana kwa wanawachuoni, na huwa inafungamana na anashid. Na baada ya kujua taarifu hiyo ambayo kwamba tumeielezea kuhusu kilma cha samaa, kuhusu maelezo ya wanawazuoni katika kilma hicho, wanawazuoni wa lugha ya Kiarabu, wanawazuoni wa ilmu tasawuf, na tumefupisha kwa sababu kuna sehemu ambayo kwamba tunataka kuifikia, ili ikiwezekana pengine kuna wengine wasikiza kwa nje na sisi ambao kwamba tuko ndani ya msikiti tufahamu ya kwamba wanawazuoni wetu, mashekhe zetu, chochote wanachokifanya kina dalili katika sheria. Hili kwanza tutosheke nalo. Hakuna jambo ambalo kwamba litafanywa ambalo halina msingi katika sheria yetu ya Kiislamu. La, hakuna wanawachuoni wetu kucheza na dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukija katika kipengele cha pili ambacho ni hukumu ya kuimba mashairi, ma hukumu inshadi ash-shi'ri fil Islam, hukumu ya kuimba mashairi katika dini yetu ya Kiislamu. Kabla ya kuelezea hukumu ya kuimba mashairi na kuona je masahaba walimuimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na je Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana waimbaji katika masahaba, haya yote ni masala ambayo yahitaji kubainishwa, yahitaji kuelezewa, yahitaji kuwekwa wazi, hasa katika kipindi hiki ambacho kwamba ni kipindi cha mzozo, kipindi cha maneno. Kula mmoja asema kwa maoni yake, wala maneno yake hayategemei Qur'ani wala hadithi wala maneno ya wanazuoni. Ni yeye ndo mwanachuoni, yeye ndo dalili, yeye ndo kila kitu. Shairi katika dini yetu ya Kiislamu zina nafasi kubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam, kama tunavyojua ya kwamba aliwachagua wale masahaba ambao kwamba walikuwa wanafani ya kuimba shairi na walikuwa wanafani ya kuandika shairi, ikawa Mtume alayhi salatu wassalam baadhi ya wakati akiwaita kwa lengo la kuja kuwafurahisha, kwa lengo la kuja kuwasikiza, na Mtume alayhi salatu wassalam akisikia furaha ya moyo, akisikia furaha ya nafsi kwa sababu ya kuimbiwa mashairi kama yale. Wa inna ash-shi'ra min ahammi aqsami al-lughati al-arabiyya, wanawazuoni watuambia shairi ni moja katika vigawanyo vya lugha ya Kiarabu. Walahu manzilatuhu al-khassatu alaiha, na shairi ina daraja fulani katika lugha ya Kiarabu. Wa makanatuhu al-aliyatu bainaha, na daraja ambayo kwamba iko juu na nafasi kubwa katika lugha ya Kiarabu.
Na sote tofahamu kwamba Al-Qur'anul Karim, al-ahadithu nabawiyatu sharifa, hizi zote huwezi kuzifahamu kama huna lugha ya Kiarabu. Na moja katika yenye kukufikisha kwenye lugha ya Kiarabu ni shairi hizi ambazo kwamba tunazozungumzia nini hukumu ya kuziimba. Wakana lishairi daurun barizun fil mujtamaati wal awqati ala mada tarikh. Shairi ilikuwa ina nafasi kubwa ya kueleza manasib na manaqib ya watu ambao kwamba walotangulia kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuja ikawa ana siku maalumu awaandalia wale masahaba ambao wanaoimba shairi na wanaoandika shairi, kino Sayyiduna Ka'b ibn Malik, kino Sayyiduna Abdullah bin Rawaha, kino Sayyiduna Hassan bin Thabit, sehemu maalumu, wakati maalumu, muda maalumu akiwatengea kwa sababu ya kuja kusikiza mashairi yao. Na Mtume alayhi salatu wassalam ikafika sehemu akasema, inna minash-shi'ri hikmatan, hakika katika mashairi kuna hikma. Wanawazuoni watuambia Mtume alayhi salatu wassalam mpaka akafika kuisema hadithi kama hii, maana yake ni kwamba aliimbiwa mashairi na akayasikiza yale mashairi na akayafahamu yale mashairi na yakamuathiri. Na ndio maana akasema inna minash-shi'ri hikmatan, hakika kuna katika shairi hikma. Yani huimbiwi mashairi ila utaathirika, ila utahangaika, ila utababaika, ila utajuta kwa yale maovu ambayo kwamba uliyofanya. Yote haya yanapatikanwa ndani ya shairi kwa hadithi hii ambayo kwamba ni sahihi, iko katika sahihu al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 6145. Mtume alayhi salatu wassalam akituambia inna minash-shi'ri hikmatan, hakika katika shairi kuna hikma. Maana yake ni kwamba alisomewa mashairi na akaimbiwa mashairi na akaathirika na yale mashairi, mpaka ikafika sehemu baadhi ya wakati yule ambaye aloimba yale mashairi ni kupewa zawadi ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hii ni moja katika dalili ambayo tunayoitegemea ya kwamba yajuzu inshadu ash-shi'ri fil Islam, yafaa kuimba mashairi katika dini yetu ya Kiislamu. Na hapa ndo twamjibu yule ambaye alosema dini yetu ya Kiislamu sio dini ya kuimbaimba. Twamwambia la, dini yetu ya Kiislamu ni dini ya kuimba yale ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya kulainisha nyoyo zetu, yale ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya kurudi kwa Mola wetu, na ushahidi ni haya ambayo masahaba walioyafanya mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masahaba waliimba mashairi katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba waliendelea katika kuimba mashairi. Na hili ni jambo ambalo kwamba limethubutu katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam au katika vitabu vya hadithi vikubwa tunavyovitegemea. Moja katika hadithi ambazo zimethubutu ni hadithi ya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, kutuonyesha ya kwamba masahaba waliimba mashairi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na baada ya kufa kwa Mtume masahaba bado waliendelea kuimba. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas atuambia anna Umara ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab marra bi Hassan ibn Thabit, siku moja alimpitia Sayyiduna Hassan ibn Thabit wa huwa yunshidu shi'ra fil masjid, ile hali ya kwamba Sayyiduna Hassan ibn Thabit aimba mashairi ndani ya msikiti. Yani Sayyiduna Umar alipita msikitini akamkuta Sayyiduna Hassan bin Thabit akiimba mashairi, tena akiwa ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas akaendelea akatuambia, falahadha ilayhi shazara. Sayyiduna Umar akamwangalia Sayyiduna Hassan bin Thabit, tena akamwangalia kwa maangalizi ya madharau, kama kumkataza hakuna kuimba mashairi ndani ya msikiti. Sayyiduna Hassan bin Thabit akamweleza Sayyiduna Umar ibn al-Khattabi, akamwambia, laqad anshadtuhu wa fihi man huwa khairun mink. Haya mashairi unayonikataza ewe Umar, mimi niliyaimba mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye mtumi ni bora kuliko wewe. Kwa hivyo hadithi hii yatuonyesha ya kwamba mashairi yaliimbwa katika zama za mtumi, mashairi yaliimbwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hadithi yenyewe ni sahihi. Rudi katika Sahihul Bukhari hadithi nambari 3212, na ukirudi katika Sahihu Muslim hadithi ya 2485. Hii ni hadithi ya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas akitueleza kisa cha Sayyiduna Umar na Sayyiduna Hassan, na jawabu la Sayyiduna Hassan kumwambia Sayyiduna Umar, laqad anshadtuhu wa fihi man huwa khairun mink. Hizi ni dalili tatu ambazo tumekusudia kuzitaja kwa uchache, ya kutuonyesha kwamba kuimba mashairi ni jambo ambalo kwamba ni jaiz, na mashairi yameimbwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mashairi yameimbwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wacha ninukuu baadhi ya maneno ya wanawachuoni katika kadhia hii ya kuimba mashairi. Je, wanawazuoni watuambiaje kuhusu uimbaji? Kwa sababu leo tuambiwa uimbaji ni jambo la wanawake, sio jambo la wanaume. Sijui Sayyiduna Hassan hapa alikuwa ni nani, wal billah. Sijui masahaba wengine kina Sayyidina Ka'b ibn Malik, Abdullah ibn Rawaha, ambao walikuwa ni shuarau rasul na wote walikuwa wakiimba mashairi. Sijui kadhia hii tutaihukumu vipi kwa wao. Kwa hivyo kuanzia leo tufahamu ya kwamba uimbaji wa mashairi sio kadhia inayohusu wanawake peke yake, bali hata wanaume, kwa ushahidi huu ambao kwamba tuloutaja. Tumwangalie al-Imam al-Mawardi, mmoja katika maimamu wakubwa katika madhhab ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Al-Imam al-Mawardi katika kitabu chake atuambia, ash-shi'ru fi kalami al-arabi mustahabbun. Shairi kwa maneno ya Waarabu ni jambo ambalo kwamba ni mustahab, maana yake ni sunna kuimba shairi. Lakini in hadhara min ad-dunya, wakati ile shairi itakapokuwa ya kukataza na kufungamana na dunia, au raghaba fil akhirah, au ikawa ya kuraghibisha kufungamana na akhira. Kuna mashairi ambayo kwamba yakiimbwa moja kwa moja ya kukataza na kufungamana na dunia, ambao kwamba ndio jambo tulokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, mpaka akatuambia kun fi dunya kaannaka gharib. Kwa hivyo kukatazana na mambo ya dunia, mashairi kama hayo Sayyiduna al-Mawardi asema ni mustahabu kuimba mashairi kama hayo. Au hatha ala makarimil akhlaq, au ikawa mashairi haya yahimiza kushikamana na akhlaqi mzuri na tabia za kumridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Asema ikiwa mashairi yatakuwa na mfumo kama huo na unwani kama hiyo, maana yake haya mashairi ni mustahabun, haya mashairi yafaa. Lakini akaendelea akasema wa mubahun, na saa nyingine mashairi yanakuwa ala hukmi al-mubah. Maana ya mubah ni huwa ma salima min fuhshin au kadhibin, yale mashairi ambayo kwamba yalosalimika na kusema urongo, ama yalosalimika na kutaja mambo maovu katika mashairi kama yale. Hii hukumu yake ni kwamba ni sawa kuimba,
hayana tatizo kabisa katika sheria yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo dalili ambazo kwamba tulizitoa za tuthibitishia ya kwamba suala la kuimba ni suala ambalo ni jaiz katika dini yetu ya Kiislamu na ni jambo ambalo kwamba lafaa katika dini yetu ya Kiislamu. Tukienda kwa haraka kwa sababu ya kuchunga wakati ili tusithakilishe watu, ni kwamba mahata ya tatu ambayo tulokusudia kuyazungumza ni mahata muhimu sana na ndiyo makusudiwa ya muhadhara kama huu, nayo ni alhukmu au hukmu alghinai fil Islam, hukumu ya samai katika Uislamu. Pengine waweza ukastaajabu, mbona tumetafsiri ghina kwa maana ya samaa? Naam, Sheikh Abdullah bin Yusuf al-Judai'i katika kitabu chake Al-Ghina Al-Musiqa wal-Ghina fi Mizan al-Islami asema wanawazuoni wa zamani walikuwa wakitumia al-ghina kwa maana ya as-samaa. Ndio maana tukasema hukumu al-ghina, hukumu ya samai katika Uislamu. Samai ni nini? Samai ni kitu gani? Wanawazuoni katika taarifu ya samaa, al-Imam al-Khattabi atuambia kullu man rafa'a sautahu, kila ambaye kwamba atainua sauti yake, bishai'in, kwa kitu chochote, wa wala bihi marratan ba'da ukhra, na ile sauti ikawa yafuatana mara baada ya nyingine, yani ile sauti yafuatana katika kuimba, fasautuhu inda al-arabi ghinaun, sauti ya mtu huyu kwa Waarabu wanaita ni samaa na wanaita ni ghina. Lakini asili ya samaa na asili ya ghina ni yale mashairi ambayo kwamba yanatia furaha katika moyo na yanatia huzuni katika moyo. Yanatia furaha ikiwa kile kinachoamrishwa na yale mashairi kitakuwa umelazimiana nacho, yanakutilia furaha. Itakuwa inakutia huzuni wakati kile kinachoamrishwa katika mashairi yale wewe umekifanyia taksiri, maana yake ni kwamba yanakutia huzuni kwa sababu umeenda kinyume na vile Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka. Ndugu zangu, hatutaki tuyafanye marefu wala hatutaki yarefuke kwa sababu ya wakati, kwa sababu ya muda. Nitaomba niingie moja kwa moja katika dalili ambazo tunazozitegemea sisi wana tariqa kuhusu masala ya kutuhalalishia samaa ambayo tunayoipiga kupiga matari, ambayo tunayopiga kutumia kasba, ambayo tunayopiga kutumia sauti mzuri. Dalili tunazozitegemea kutoka katika Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jambo la kwanza kulifahamu, wanawazuoni watuambia al-aslu fi babil halali wal harami alwuqufu indama jaa bayinan fihi fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Kwanza katika kadhia ya kuhalalisha na kuharamisha ni lazima tupate dalili katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maana ya kaida hii ni kwamba anapokuja mtu kutuharamishia suala la samai, ni kwamba la kwanza tumuulize, tuletee dalili ya kutuharamishia. Ikiwa haifai, tuletee dalili. Kama hakuna dalili, twarudi kwa wanawazuoni wa usuli, watuambia nini katika mambo kama haya. Kwa hivyo dalili ya kwanza au kitu cha kwanza kukifahamu ni kujua kwamba al-aslu fi babil halali wal harami alwuqufu indama jaa bayinan fihi fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kuhalalisha ila kilichohalalishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna kuharamisha ila kilichoharamishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama kuhalalisha na kuharamisha bila ya dalili, hiyo ni alqawlu ala Allah bila ilm, ni kusema kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe huna dalili, huna elimu.
Kadhia ya pili ambayo yatakiwa tuifahamu katika suala kama hili la samaa, wanawazuoni watuambia minal wajib al-usuli al-wajibi i'tibaruha, katika misingi ambayo kwamba yafaa kuijua na kuizingatia katika suala hili, fil ghinai wal musiqa ma yati, katika suala la samaa yatakiwa tutambue yale ambayo kwamba anayazungumza, na ndiyo ambayo kwamba pengine nitamalizia na kutaja dalili kadha wa kadha kidogo 2-3, alafu tumalize na wanawazuoni wa Saudia kuhusu kadhia hii. Wanawazuoni watuambia qadhiyatu samaa ni qadhiyatun adiyatun la ta'abudiyya. Qadhia ya samaa ni qadhia, ni ada, sio ibada. Kwa hivyo mtu akija akikuuliza kuhusu samaa, je, ni ibada ama ni ada? Samaa ni ada, kwa sababu yatumika wakati wa kuwapokea wageni, yatumika kuikaribisha harusi au kuifurahikia harusi, yatumika kuifurahikia maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sio kadhia ya ibada, bali ni kadhia ya ada, bila ya kuangalia yale yanayofanywa ndani ya samaa. Kwa sababu hata maulidi ukiangalia yale yanayofanywa ndani ya maulidi ni ibada, lakini tusiingie upande huo, na suala la maulidi lilikuja likazungumziwa hapa. Na moja katika dalili ambazo tunazozitegemea katika suala hili, tumalize kwa hizi dalili 2-3, halafu tuingie kwa wanawachuoni wa Saudia na maneno yao kuhusu samai. Dalili ya kwanza ambayo tunayoitegemea kuhusu suala la samaa ya kwamba yafaa ni kule kukosekanwa dalili ya kuiharamisha. Yaani kwamba hakuna dalili ya kuharamisha. Hii ni dalili ya kwamba samai ni jambo la faa, ni jambo ni halali, ni jambo ni mubah. Hasa kwa kuwa wanawachuoni watuambia qadhiyatu samaa ni qadhiyatun adiyya wala aslu fil aadati al-ibaha, kama wanavyotuambia wanawazuoni wa usuli. Asili katika vitu vya ada ni ibaha, ni mubah. Kwa hivyo dalili ya kwanza tunayoitegemea katika masala ya samai ni kule kukosekanwa dalili. Hiyo ndo dalili ya kwanza. Lakini dalili ambayo tuitegemea zaidi katika Al-Qur'an Al-Karim ni pale Mola Subhanahu wa Ta'ala akimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tutasoma tu mahallu shahidi katika aya iko katika suratul A'raf, aya ya 157, Mola akisema katika kifungu hiki cha aya, akimwambia au akimwelezea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhimul khaba'ith. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kazi alizompatia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ni kazi ya kuhalalishia wafuasi wake yale mambo ambayo kwamba ni mazuri. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, kuhalalishia yale mambo ambayo kwamba ni mazuri, yale mambo ambayo kwamba ni tayyibat. Lakini wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, na kuharamishia yale ambayo kwamba ni machafu. Kwa hivyo katika dalili ambayo tunayoitegemea kuhusu masala ya samaa ni aya hii au kipande cha aya ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala atuelezea moja katika kazi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ni wapi tunaposhika dalili kama hii? Wakati aliposema wa yuharrimu au wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, maana yake ni kwamba at-tayyibat ni kila jambo ambalo kwamba ni zuri, na jambo kuwa zuri ni moja katika hali tatu: imma ni kuwa zuri kwenye masikio, au ni kuwa zuri kwa utahara, au ni kuwa zuri kwa uhalali. Hii ni moja katika mambo ambayo kwamba yatuletea mafuhumi ya uzuri, na hatuwezi kufika katika kuiharamisha kitu kama tulivyosema mwanzo mpaka tupate nasi ya kuiharamisha.
Ikiwa hatuna nasi ya kuharamisha, nastashabul asla. Kuna masala katika usuli yaitwa istishabul asli, kukifungamanisha kitu na asili yake. Kwa hivyo aya hii ni moja katika aya ambazo kwamba ni nyingi za kutuonyesha ya kwamba samai ni jambo ambalo kwamba ni halali na ni jambo ambalo kwamba lafaa. Nimeandika dalili nyingi, lakini wakati umeniishia. Naomba nisome hadithi moja ya Sayyidatuna Aisha, na nisome maneno pekee ya al-Imam Ibn Uthaymeen. Al-Imam Ibn Uthaymeen wakati alipokuja kuisherehesha hadithi hii, tuone amesema nini, ambaye Uthaymeen ajulikana msimamo wake ni katika wanawachuoni tegemezi wa Saudia. Tuone amesemaje. As-Sayyida Aisha atuambia, dakhala alayya Abu Bakarin, aliingia nyumbani kwangu Abu Bakar ambaye kwamba ni babake mzazi. Wa indi jariyatain, na mimi nilikuwa na vijakazi wawili, min jawari al-ansar, kutokamana na vijakazi wa Kiansar. Vijakazi wale wawili katika nyumba ya Aisha walikuwa wana kazi wanaifanya, na Aisha atuambia tughaniani, walikuwa wakiimba, walikuwa wakitoa anashid, wakisoma samai, lakini wasema bima taqawalat bihi al-ansaru yawma Bughath, kwa yale ambayo kwamba yalotokea siku ya vita vya Aus na Khazraj, ambavyo ni vita vikubwa hivyo wanaozuoni wavielezea katika tarehe ya Kiislamu. Na Aisha atuambia vijakazi wale walikuwa wana kazi ya kuimba katika nyumba ile, na mtumi mwenyewe akiwapo ndani ya nyumba. Walaisata bimughanniyatain, lakini akasema vijakazi hawa hawana ile sifa ya kuimba. Waweza ukaona mbona hadithi ya gongana, huku watuambia tughanniani, wanaimba, huku watuambia si wenye kuimba. Wanawazuoni wakaja wakatuambia si wenye kuimba kwa ile ada ya waimbaji, kuvunja sauti, kuvunja viungo, kujilegeza. Hawa vijakazi walikuwa hawana sifa hiyo. Sayyidina Abu Bakar alipoingia, faqala Abu Bakar, akasema Sayyidina Abu Bakar, amazamiru shaitani fi baiti rasulillah, mwaleta mazamiri za shaitan, ala za kishaitani katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamgeukia Sayyidina Abu Bakar akamwambia, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin ida wa hadha iduna. Ya Abu Bakar, kila watu wana idi yao, na hii leo ni siku yetu ya idi. Kwa sababu hawa vijakazi wakati walipokuwa wakiimba ilikuwa ni siku ya idi. Sayyidina Abu Bakar akakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akatolewa ila ya kwamba leo ni siku ya idi, waache waimbe. Hadithi hii ambayo iko katika Bukhari nambari 952. Sitaki kuelezea wanawazuoni wengine, nataka nimuelezee al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wakati alipoielezea hadithi hii, wakati alipoifahamisha hadithi hii. Asema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen katika kitabu chake alichokiita Sharhul Bukhari juzuu ya 3, wakati akisherehesha hadithi hii, nenda kwa nambari hii ambayo kwamba tulioitaja 952, utaona maneno haya ya Uthaymeen. Asema hadha alhadithu, hadithi hii dalilun, ni dalili ala jawazi ghinai nisa, ni dalili ya kujuzu kuimba kwa wanawake, kuleta samai wanawake fi ayamil Eid, katika masiku ya Eid. Msikize Uthaymeen, umwangalie, na kitabu nimekuashiria. Kama ni mpingaji tuambie Uthaymeen hajaelewa hadithi, tufahamu. Asema wadhahir, mahallu shahid, wadhahir, huku nyuma asema ghinaya wanawake katika siku ya Eid yafaa, lakini akaendelea Uthaymeen akasema wadhahiru, na jambo lilokuwa dhahir, lilokuwa wazi, annahu kadhalika binisbati lirijal, kwamba huko kuimba sama, huko kuimba anashid, kama imeruhusiwa katika siku ya Eid kwa wanawake, basi yasema adh-dhahiru annahu kadhalika binisbati lirijal,
vile vile kwa wanaume yafaa kuimba, wala sitoendelea baada ya hapo. Kwa hiyo Uthaymeen kwa mtazamo wake aona kwamba hakuna mushkil wa sisi kuweka samai kuimba, wa sisi kuweka kasida kuimba, kwa sababu kama waliruhusiwa wanawake, maana yake ni kwamba kwa wanaume pia yafaa. Na Uthaymeen na mtazamo huu ukisoma katika kitabu kimoja chaitwa Al-Ijaz fi makhtalafa alayhi al-Alban wa Ibn Uthaymeen wa Ibn Baz, kitabu hiki uangalie msimamo wa Uthaymeen kuhusu matari kwa wanaume. Asema ikiwa wanawake waliruhusiwa matari katika ndoa, wanaume ni bora zaidi, kwa sababu wanawake wakati wakiamua kupiga wanapiga matari sehemu ambayo kwamba ni ya kujifunga funga khaufan lilfitna, lakini wanaume watayapiga sehemu ambayo kwamba ni dhahir. Kwa hivyo mtizamo wa Uthaymeen katika kadhia hii ni mtizamo ambayo kwamba watuonyesha kwamba sisi hatujakosea, mashekhe zetu hawajakosea, na lao ingelikuwa dakika ziko au hatuogopei kuwathakilisha watu. Juzi kuliruka taharuki katika mitandao kushambuliwa Ustadh Muhammad al-Bidh katika kauli yake aliposema samai ni dawa, yaweza kukuponya malaria, yaweza kukuponya ukimwi, yaweza kukuponya sukari. Wallahi billah, alitukanwa kama si mwana wa chuoni. Na katika dalili za wenzetu ni kukosa adabu, yani katika dalili za mawahabi ni kukosa adabu na wana wa chuoni. Hata kama mtu mmekhtalifiana katika baadhi almasail, la yajuzu laka sabbuhu, haifai kumtukana, sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Lakini ukirudi kwa kitabu cha al-Imam adh-Dhahabi chaitwa At-Tibb an-Nabawi, nenda kaangalie katika unwani aloita faslun fi sama, uangalie asemaje kuhusu sama. Ameenda mpaka akafika sehemu akasema wasamau yadfa'ul amradha, samai yaondosha maradhi, lile neno la Ustadh Muhammad. Sasa ikiwa Ustadh Muhammad atukanwa kwa sababu ya neno hili, warudi wamtukane adh-Dhahabi, naye mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu hiki At-Tibb an-Nabawi. At-Tibb an-Nabawi ziko nyingi, At-Tibb an-Nabawi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, At-Tibb an-Nabawi li Abi Nu'aym al-Asfahani, At-Tibb an-Nabawi ya huyu adh-Dhahabi. Nenda kwenye kitabu chake hiki uone msimamo wake kuhusu samaa. Bali akasema yaondosha maradhi, hata ukimwi pia pigiwa samai na wewe uwe na imani. Lakini kwani Qur'ani si ndio Mwenyezi Mungu alituambia wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa? Nani anayesoma Qur'ani akapona? Imani ndio dhaifu, sio kwamba Qur'ani sio ponyo, la. Kwa hivyo kwa mtazamo wa Uthaymeen atuambia kama wanawake waliruhusiwa, basi na wanaume pia waruhusiwa katika suala hilo. Kwa nini? Akasema idha kana qad i'tida fi dhalika alwaqt, ikiwa imezoeleka katika zama hizo, annahu la yughanni illa an-nisa, katika zama hizo ikiwa ilizoeleka kwamba hawaimbi ila wanawake, fa idha atida fi waqtin akhara an yughanni ar-rijalu fala mani'a, ikiwa kutazoeleka katika zama nyingine kwamba wanaoimba ni wanaume, hakuna maana katika hizo. Mtazamo huu ambao kwamba ni wa Uthaymeen, naomba nikamilishe maudhui kwa kuwataja Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika baadhi ya maneno yake, katika baadhi ya mtazamo wake, lakini pia na kumtaja al-Imam Ahmad bin Hanbal, na hawa wawili ndio ambao kwamba namaliza kikao changu hiki. Mwenyezi Mungu atubarikie. Unwani ambayo niloweka ulamau al-Mamlakati al-Arabiyyati as-Saudiyya wa mawqifuhum min as-sama, wanawazuoni wa Kisuudi na mtazamo wao kuhusu sama, wasemaje kuhusu sama. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ana kitabu hiki ambacho ndicho kitabu nilichokuja nacho, ili pengine ukitoka waweza kuingia katika maktabati ukakinunua. Amekiita al-kalamu ala mas'alati sama, maneno kuhusu masala ya sama. Ameitukana sama, akaishambulia sama, akaisema wale wenye kufungamana na sama, akawatoa mpaka katika dini ya Kiislamu. Lakini akafika sehemu akasema, na hapa ndio mahalu shahid,
ikiwa utaniuliza hii samai unayoitukana hivi, lakini mbona walihudhuria wanawachuoni wakubwa wategemezi katika dini yetu ya Kiislamu, kama mfano al-Imamu al-Junaidi, kama mfano al-Imamu Shibli, kama mfano al-Imamu Yusuf ibn al-Husayn al-Razi, hii samai unayoitukana mbona hawa walihudhuria? Mahallu shahidi ninapopataka, baada ya kujijengea suala hili ya kwamba hii samai anayoitukana mbona wamehudhuria wanawachuoni wakubwa, maana yake ni kwamba ukiitukana samai ilohudhuriwa na wanawachuoni wakubwa, ni kwamba dhimniyan umewatukana wale wanawazuoni. Akajibu mwanachuoni huyu Ibn Qayyim al-Jawziyya, na kitabu nilichonakili ni hiki kama kinavyoonekana, asema anna samaa, hii samai almas'ula anhu, hii samai niloulizwa nayo, ala hadha alwajhi, kwa sura hii ambayo kwamba niloulizwa. Samai yenyewe aloulizwa nini hukumu ya samai, ikiwa yazungumzia kasida zinazozungumzia wanawake wakachanganyikana wanawake na wanaume. Asema samai hii nilouliziwa, qad barra Allahu minhu awliyaahu, Mwenyezi Mungu amewaweka mbali wanawazuoni wake, mawali wake, hawakuhudhuria samai chafu kama hiyo. Na sisi pia tukubaliana na Ibn Qayyim al-Jawziyya kwamba samai ikiwa itakusanya mambo ambayo kwamba ni munkar, samai hiyo haikubaliki hata kwetu sisi matwarika pia. Lakini akaendelea akasema, wa inna hadha as-samaa alladhi hadharahu man hadharahu minhum, hakika ya samai hii ambayo kwamba walohudhuria wanawachuoni wakubwa walohudhuria, kanu yajtami'un. Sikiza samai ya Ibn Qayyim al-Jawziyya, kanu yajtami'una, walikuwa wakikusanyika, yadhkuruna Allah wa dar al-akhirah, wakimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nyumba ya mwisho, wa a'mal al-qulubi wa afatiha, na wakitaja amali za nyoyo na zile maafati za nyoyo, wa musahihati al-a'mal, akataja mambo kadha wa kadha katika mambo ambayo kwamba humlainisha mwanadamu moyo wake. Asema wakishatajiwa mambo kama hayo, toba na nini na nini, raqat qulubuhum, nyoyo zao zinakuwa laini, wataharakat himamuhum, na hima zao zinataharak, washtaqat nufusuhum ila sayr, na nyoyo zao zikawa na hamu ya kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Asema ikifika katika hali hii, ndio sasa asimama mwenye kuimba, akaimba samaa, akaimba mashairi, hapo nyoyo za wacha Mungu tayari zishaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni kwamba hapa Ibn Qayyim al-Jawziyya aipinga samai, lakini samai mbaya, aishambulia samai, lakini samai mbovu, na sisi nuwafiquhu ala hadha al-amr, tuwafikiana na yeye katika jambo hili. Kwa hivyo hapingi samai mutlaka, la, apinga samai ambayo kwamba yenda kinyume na sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye Ibn Qayyim al-Jawziyya akatumalizia, na yeye ndio alotuelezea akasema, wa ila mithli dhalik, na mfano wa samai hii. Namaliza kwa maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal, ashara al-Imam Ahmad fil ibaha, Imam Ahmad pia amekubali ya kwamba samai ikiwa itakusanya mambo kama haya, kutaja mambo ya ucha Mungu, kukuelekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukukataza na machafu, ikiwa itabeba mambo kama haya, samai hiyo yafaa, samai hiyo ni sahihi. Siku moja al-Imam Ahmad bin Hanbal, kisa amekiandika huyu bwana katika kitabu hiki, asema alimsikia mtoto wake Saleh ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal akiimba mashairi. Alipomsikia yale mashairi akamwambia, hebu yarudie tena. Akayarudia tena yule bwana. Alipoyarudia, al-Imam Ahmad bin Hanbal akaingia ndani ya nyumba, akafunga mlango, asema fasami'tu nahibahu, nikamsikia Imam Ahmad bin Hanbal akilia ndani ya nyumba, naye akirudia yale mashairi. Mashairi yenyewe, idha ma qala li rabbi ama stahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Imam Ahmad aliposomewa haya mashairi yakamuathiri, na akaingia ndani ya nyumba, akafunga mlango, na akawa analia, wa huwa yuraddidu hadhaini albaytain. Khulasatul qawl ni kwamba masala ya samaa ni masala ambayo yana mavutano sana, lakini anayeharamisha samai
ameiangalia kwa upande mmoja, hakuangalia kwa mtizamo wa wanawachuoni. Wale wanaopinga samai wapinga samai muqayyadan, hawaipingi samai mutlaqa. Wapinga samai ambayo kwamba itakuwa ndani yake kuna kutajwa machafu, kuna kutajwa mambo ya munkar, kuna kutajwa mambo ambayo kwamba yamuudhi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sote samai hii hatukubaliani nayo. Ndugu zangu, nimezungumza kwa dakika hizi ambazo nilizozungumza, na muomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwanza aninufaishe nayo mimi mzungumzaji, na atunufaishe sisi ambao kwamba tulosikiza, na ambarikie mwalimu wetu Sheikh Shayalo. Twaona kazi zake, twaona bidii zake, twaona juhudi yake katika mitandao, twamfuatilia sana, twanufaika na yeye. Mwenyezi Mungu ambarikie katika harakati zake, Mwenyezi Mungu amuinue ainuke, amnusuru anusurike, amuhifadhi ahifadhike. Tumezungumza mbele yake, tuna imani kwamba atatusamehe kwa sababu ni ukosefu wa adabu kuzungumza mbele ya mashekhe, lakini kwa sababu ni nidhamu ambayo kwamba ilopangwa, na leo ilikuwa ni nidhamu yangu au ni nafasi yangu, sikuwa na hila ya kuikataa, lakini namuomba anisamehe sana, na wazee wangu ambao kwamba walokaa kunisikiza, na ndugu zangu. Mwenyezi Mungu atubarikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا.